Azizi Andambwile nyota yake imezidi kung'ara baada ya kuiwezesha Yanga wananchi kupata ushindi wa mabao 2-0 na hatimaye kupata ushindi wa jumla wa mabao 5-0 dhidi ya Wydad ya Angola, na hivyo kusonga mbele kwa hatua inayofuata kuwa ni kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga walipata ushindi wa mabao 2-0 kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam katika mechi ambayo tangu kipindi cha kwanza ilionekana kana kwamba wageni Wydad wamepania haswa kutaka kuwasimamisha wananchi, wakiwa chini ya kocha Bruno Ferri aliyewahi kuiongoza Azam katika msimu wa 2023-24. Leo hii Wydad walionekana kweli wamekuja kudhamiria kucheza kwa kile ambacho kocha wao alishasema hapo kabla kwamba hawana cha kupoteza. Walikuwa wakienda kwa idadi kubwa katika lango la Yanga. Katika kipindi cha kwanza ni Yanga ndio waliokuwa wamenusurika mara kadhaa, ikiwamo mpira mmoja wapo wa kichwa uligonga besela uliopigwa na kiungo wao Danielson, lakini kuna nafasi nyingine aliipata Junior yeye na golikipa Djigui Diarra akapiga nje, katika kipindi ambacho Yanga walipoteza nafasi moja ya wazi kupitia kwa Prince Melo Dube. Lakini kwa ujumla wake mpaka mapumziko Wydad walionekana ndio waliofika mara nyingi zaidi katika lango la Yanga kuliko wenyeji Yanga katika dakika hizo 45 za kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili mabadiliko yaliyofanywa na mwalimu Romain Folz kwa kuingiza Andy Bobwa Boyeli, Ofen Chikola, Edmund John kwa kiasi kikubwa yaliibadilisha Yanga katika kipindi cha pili, ambayo tangu kipindi cha kwanza ilionekana kana kwamba mwalimu Romain Folz mkakati wake ilikuwa kwanza kupanga viungo wagumu eneo la kati, kwa maana alikuwepo Mudathir Yahya Abbas, Dzuki Abuya na Azizi Andambwile. Lakini katika kipindi hicho cha dakika 45 za kipindi cha kwanza Yanga cheza yao ilikuwa ni moja kwa moja zaidi, badala ya kucheza mpira uliozoeleka wa pasi nyingi kuzungusha mpira ili kutafuta nafasi. Lakini katika kipindi cha kwanza Yanga walikuwa wanacheza mpira wa moja kwa moja sana, yani mpira unaweza kutoka kwa beki wakati ukapigwa moja kwa moja kwenda kwa mshambuliaji Prince Melo Dube ama Peodo Pacome Zouzoua, Maxim Pia Nzengeli, jambo ambalo kwa kiasi fulani liliwasaidia Wydad katika majukumu ya kuzuia, kwa sababu Yanga walikuwa wakitabirika katika dakika 45 za kipindi cha kwanza hawakucheza mpira wa kuvutia. Lakini kipindi cha pili Yanga baada ya mabadiliko aliyofanya kocha Romain Folz, umiliki ulielekea katika klabu ya Yanga kwa kiasi kikubwa, maana ni katika kipindi ambacho Wydad walikuwa wamevuja jasho sana katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, ikiwa pia ni kama mtego wa kocha Romain Folz kuhakikisha kwa kujua kwamba cheza yao ni ile ya kwamba hawana cha kupoteza, watakimbia sana, watafika mara nyingi. Ndio mtego ambao ulionekana kufanya kazi katika kipindi cha pili, kwa sababu Wydad katika kipindi cha pili walionekana kukosa ile kasi walionekana nayo kipindi cha kwanza. Ni katika muda ambao ndipo Romain Folz akawaingiza wachezaji waliotoka kuwataja na kisha kuikamata mechi mazima katika kipindi chote cha pili. Wydad katika dakika 45 zote za kipindi cha pili walipiga shuti moja tu ambalo lilitoka nje, kulinganisha na dakika 45 za kipindi cha kwanza ambacho walifika mara nyingi mpaka kugongesha besela. Lakini ni katika kipindi hicho cha pili Azizi Andambwile akawa kwenye kiwango bora zaidi, akasababisha bao la kwanza lililowekwa wavuni na Peodo Pacome Zouzoua. Ilikuwa vipi? Ni kwamba alipata mpira nyuma ya mstari wakati wa uwanja, akapiga pasi ndefu kwenda kwa Andy Bobwa Boyeli aliyekuwa ameingia katika kipindi cha pili dakika 61, akapasiana vyema na Peodo Pacome Zouzoua katika shambulizi la kujibu counter attack, ambalo mwisho wa siku huyu Peodo Pacome Zouzoua akamalizia vyema kwa kupiga shuti lilokwenda wavuni na kuleta furaha kwa wananchi waliofika kwenye uwanja wa Mkapa, ikifanya Yanga iwe inaongoza kwa bao moja katika dakika ya 70. Lakini kama hiyo haitoshi, dakika 86 mpira wa kona, Azizi Andambwile alikuwa kwenye kiwango bora sana, akapiga kichwa kizuri akiwazidi walinzi wa Wydad na kufunga bao la pili lililohitimisha matokeo ya mchezo wa leo, ambapo Yanga wameondoka na ushindi wa mabao 2-0 kwa ujumla, wakipata ushindi wa mabao 5-0, na hivyo kuwa tayari wameshafuzu kwa hatua inayofuata, na sasa wanasubiri mshindi kati ya mabingwa wa Madagascar Elgeco Plus au mabingwa wa Malawi Silver Strikers, ambao mshindi wa jumla kati yao ndiye atakayekumbana na Yanga katika mechi mbili za nyumbani na ugenini, ili mwisho wa siku mmoja wao kwenda katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika mechi ya kwanza Elgeco Plus ya Madagascar ikicheza nyumbani kwao ilishikiliwa kwa sare ya 1-1 dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, na sasa katika mechi ya marudiano kule Malawi ndipo atajulikana mshindi ni nani wa kwenda kucheza dhidi ya Yanga. Kwa ujumla Yanga ya kocha Romain Folz imeshinda kwa matokeo ya 5-0 dhidi ya Wydad ya Angola. Ni katika mechi zote mbili ambazo Yanga inaonekana kana kwamba haijajipata.
Ndio, kocha Romain Folz ni mpya, lakini tayari cha kuwapa moyo mashabiki wa Yanga na Yanga yenyewe ni kwamba Yanga inaonekana haijajipata, haijafikia bado kile kiwango chake ambacho ilimaliza nacho msimu uliopita 2024-25, lakini bado imepata ushindi wa kishindo mabao 5-0 dhidi ya Wydad, timu iliyofanya vizuri sana katika ligi kuu ya Angola msimu ulimalizika, ikimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya mabingwa Petro Atletico, lakini ni timu ambayo imejikusanyia nyota kadhaa wenye kipaji pale Angola, lakini pia kuna wageni wengine wanatoka Brazil. Ni timu ambayo kabla ya kuvana na Yanga ilikwenda kujifua nchini Ureno barani Ulaya kwa siku kadhaa, takriban wiki 2, lakini matokeo yake timu hii ambayo katika ligi kuu ya Angola msimu ulimalizika ndio iliongoza kwa kufunga mabao mengi, ikifunga mabao 49, timu ambayo nyumbani kwake katika ligi kuu ya Angola iliruhusu mabao 9 tu katika mechi 15, ikafungwa mabao 3 na Yanga ambayo bado inajitafuta, na sasa leo hii imefunga mabao mengine 2 na Yanga inayojitafuta. Hakika Yanga licha ya kwamba baadhi ya mashabiki wanaona haichezi kwa kile kiwango wanachokitarajia, hasa kutokana na nyota mbalimbali waliomo kwenye kikosi chao, bado wanashinda 5-0 dhidi ya Wydad inayotoka katika ligi nambari 7 kwa ubora barani Afrika. Ujumbe uliopo ni kwamba kama wataendelea kupata support kutoka kwa mashabiki wao, kama kocha ataendelea kupewa muda ili vitu vyake vipya viingie kikosini, ni dhahiri kwamba huenda Yanga ikawa tishio zaidi, maana haijajipata, inapata ushindi wa jumla mabao 5-0. Vipi ikija kujipata? Miongoni mwa mambo ambayo bila shaka kocha Romain Folz atafanyia kazi ni juu ya namna ya kupanga kikosi chake katika eneo la kati, kuhakikisha inamiliki mpira katika muda wote, inamiliki mechi katika muda wote, tofauti na mechi kama hii dhidi ya Wydad ambayo kama wangekuwa wazuri katika kumalizia nafasi zilizoangukia Danielson, pengine mpaka mapumziko wangekuwa Wydad wamepata bao, lakini Yanga walisimama imara na kipindi cha pili wakapata yale mabao. Miongoni mwa mambo kufanya kazi ni hayo, lakini lingine ni juu ya namna ya combination ya wachezaji wake katika kuhakikisha Yanga inapata kile inachohitaji. Kwa vyote vile kocha Romain Folz ambaye bado mpya ndani ya kikosi, bado anaendelea kuzoeana na wachezaji wake, na wachezaji wakiendelea kuzoeana huenda akawa na timu bora zaidi na hivyo kuwapa matokeo wanayohitaji. Je, itakuwa vipi katika raundi zinazofuata? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazila. Bye bye.